tofauti kati ya wito na huduma, si ndio kwa hiyo leo tutaenda pia kuona zaidi namna ambavyo hivi vitu vinaendana au kama kuna utofauti. Sasa kusudi la kutekeleza na kutimiza mpango wa Mungu. Hako ni kapati ambako tutaenda kukaangalia siku ya leo. Kusudi la kutekeleza na kutimiza mpango wa Mungu. Tutaenda kuangalia kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 16. Waefeso sura ile ya 4, naomba kama kuna mtu atakuwa amepata atusaidie kusoma kwa haraka. Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza hadi wa 16. Karibu aliyepata. Amen. Nitasoma. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, uukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Amen. Bwana asifiwe sana. Hapa tumeona kwa habari ya hizi huduma mbalimbali ambazo zimeonyeshwa kwenye hichi kitabu, lakini kwenye ule mstari wa kwanza anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumesema katika wito tumesema kuna mateso, si ndio Sasa tunaambiwa hapa tunapaswa kuchukuliana pia, lakini pia nasema kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesema tunaangalia kusudi la kutekeleza na kutimiza mpango wa Mungu. Na tunasema katika kutekeleza makusudi au kusudi la Mungu inahitaji uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kutekeleza makusudi au kusudi la Mungu inahitaji nini? Uaminifu. Na nimeongelea kwa habari ya kusudi, lakini pia na mpango wa Mungu. Tunaposema kusudi la Mungu kwetu kusudi la Mungu ni kuwafanya watu kuwa watakatifu, yani wamrudie yeye, lakini kupitia sisi. Hilo ndo kusudi la nani? La Mungu.
kuwafanya watu wawe nini? Watakatifu, kila mtu awe mtakatifu. Lakini kupitia sisi, Mungu hawezi akashuka yeye mwenyewe kutoka juu mbinguni kuanza kuwashuhudia watu habari za wokovu, habari za maisha ya utakatifu. Lakini Mungu anatutumia sisi tuwaambie watu wengine habari njema. Huo ndio wito ambao pia tumeitiwa. Kusudi hilo ndo Mungu ametupa tulifanye. Lakini tunaposema mpango wa Mungu kwetu sisi wanadamu wote ni kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpango wa Mungu kwa wanadamu wote ni kuishi maisha ya utakatifu. Manake mpango wa Mungu kwa wanadamu ni wokovu kwa wote wale ambao wataamini. Lakini kusudi la Mungu kwa sisi sasa kutumia sema ni kusudi la Mungu. Mungu anahitaji utii. Kunahitaji utii katika kutekeleza kusudi. Kunahitaji nini? Utii. Kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 12. Inaongelea pale namna ambavyo hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, lakini tunamwona mtumishi wa Mungu Yohana pale anatokea. Lakini pia tunaona hapa wale walioitwa kukubali kwenye ule mstari wa 12. Tusome hapo ule mstari wa 12, kwingine huko unaweza kusoma. Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 12, lakini nataka tu tusome mstari wa 12. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo tunapaswa kutii. Tunapaswa kuliamini jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo kazi ya kutekeleza kusudi la Mungu. Lakini mtu wa Mungu unaposhindwa kutii mpango wa Mungu unasababisha madhara makubwa kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu unaposhindwa kutii mpango wa Mungu unasababisha madhara makubwa kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesema hapo mwanzoni mpango wa Mungu kwa wanadamu ni kuishi maisha ya nini? Ya utakatifu. Kwa hiyo wewe unaposhindwa kutii huu mpango wa kuishi maisha matakatifu, tunasababisha madhara kwa watu wengine. Kwa sababu watu wanatarajia kupata kitu kutoka kwetu. Wanatarajia kuona kitu kutoka kwa watu ambao wameokoka. Wanatarajia kupata kitu kutoka kwa watu ambao wana maisha matakatifu. Sasa kama mtu uko ndani ya kanisa au umeamua kuokoka, alafu hauishi huo wokovu, maana yake unasababisha madhara makubwa kwa watu wale ambao bado hawajaingia kwenye hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima maisha yetu sisi yawe ya utofauti. Maisha yetu sisi, ndio maana Biblia inasema kwamba sisi ni barua. Kwamba watu wanapotuona wamsome Yesu kweli kupitia sisi, wamuone Yesu. Maisha yetu yaongee. Kwa hiyo tunaposema kwamba tumeitwa, kweli tuwe tumeitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia katika kutekeleza kusudi inahitaji kuwa na imani. Katika kutekeleza kusudi na mpango wa Mungu inahitaji kuwa na nini? Na imani. Na Biblia inatuambia pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuwe na imani. Mimi ninaweza kuishinda dhambi na inawezekana kuishi bila dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaweza kabisa kuishinda, sio kwamba nashindwa. Jumanne tuliongea kwamba tunaposema sisi ni watakatifu na tunavyoenda kule kushuhudia, kuna wakati wao wanasema nyinyi mnasema kweli watakatifu. Sisi tunachojua mtu ambaye yuko yoyote ambaye amezaliwa yuko hapa duniani hawezi kutenda kuacha kutenda dhambi ni ngumu. Tulilijibu hilo swali, si ndio Tukasema mtu anapoingia ndani ya wokovu, anapoamua kwa moyo wake, maana mwingine anaweza tu akaamua niende tu ili mradi. Lakini ukiamua kutoka moyoni kwamba nimeamua nataka kuokoka, nimeamua nataka kubadilika, Mungu yeye anaona ndani, ndipo anaiachilia zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia sisi kushinda nini? Dhambi. Tukasema kuna wakati naweza tunaambiwa kwamba Biblia inatuambia kwamba tunakamilishwa siku kwa siku, hatujakamilika, si ndio yawezekana kuna makosa. Sema sasa haya makosa lakini tunapoenda katika yale makosa mara moja huwa tunarudi kwenye toba kwa mtu ambaye anatamani kuishi maisha ya utakatifu. Pale unapoona nimekosea, napaswa nitubu, tayari wewe ni mtakatifu, si ndio Lakini umekosea bado umebakia tu vile vile, hutaki kugeuka, hutaki kutubu, unataka tu hivyo hivyo uendelee. Hapo hapana. Kwa hiyo
tunapokuwa tumeingia katika neema ya wokovu au katika kuokoka, Mungu huwa anaachilia Roho Mtakatifu, anatusaidia kuishinda nini? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kutekeleza huo mpango au kutekeleza kusudi la Mungu kunahitaji imani. Lazima tuwe watu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia huwezi kutimiza kusudi la Mungu kama haujafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesema kusudi la Mungu ni kuyafanya mapenzi ya nani? Haimini kuwa wanini? Watakatifu. Kusudi la Mungu ni kuwafanya watu kuwa watakatifu, wamrudie nani? Mungu kupitia sisi. Sasa hatuwezi kutimiza kusudi la Mungu kama hatufanani na yeye. Lazima tufanane na Yesu, lazima tufanane, maisha yetu yamfananie. Kwenye ile Petro wa kwanza tulisoma, Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 15 hadi wa 16. Bali kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa hiyo ili tuweze kulitimiza kusudi la Mungu, lazima sisi tufanane na yeye, lazima tufanane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukasema kwamba na tunapata wito wa huduma baada ya kutekeleza mpango wa Mungu. Amen. Tunapata wito wa nini? Wa huduma baada ya kutekeleza mpango wa nani? Wa Mungu. Hauwezi tu ukapewa kitu fulani haujatekeleza mpango wa Mungu. Lazima utekeleze mpango wa Mungu. Na tumesema mpango wa Mungu ni kufanyeje? Kuwa watakatifu, kuishi maisha ya utakatifu. Sasa nimesema kuna tofauti kati ya kusudi la Mungu na mpango wa Mungu. Kusudi la Mungu ni kuwafanya watu wote wafanyeje? Wamrudie, waishi maisha ya utakatifu. Lakini mpango wa Mungu kwa wanadamu wote ni kuishi maisha matakatifu. Inaendana kama hapo, lakini kuna utofauti wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapata wito wa huduma baada ya kutekeleza mpango wa Mungu, ndipo unapata wito wa huduma. Mungu hawezi akakupa huduma kama maisha yako ni ya changanya. Usitegemee hilo. Labda ndo wale wa kulazimisha, si ndio? Lakini kama maisha yako ni ya utakatifu, maisha yako ni mazuri ambayo yanampendeza Mungu, Mungu akiona kitu ndani yako atakupatia, si ndio? Atakuelekeza, wewe bwana, naona hapa huduma yako hichi hapa cha kufanya, si ndio? Na tukasema sasa mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni kuishi maisha ya utakatifu, na baada ya kutekeleza kusudi la Mungu tunaingia kutimiza. Amen. Baada ya kutekeleza kusudi la Mungu tunaingia kufanyeje? Kutimiza kusudi la kuwafanya watu wengine watu wao watakatifu, wamrudie Yesu. Baada tu ya kutekeleza kusudi la Mungu tunaingia kutimiza hilo kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukasema kusudi ni kututumia sisi kuwafanya wengine wakubaliane na mpango wa Mungu, yaani utakatifu. Tuangalie kile kitabu cha Mathayo 28:19-20. Lakini pia tutaangalia Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 20 na Waefeso 4:11-12. Nafikiri hiyo tumeipitia. Mathayo 28 28:19 mpaka 20. Mathayo nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Kwa hiyo kama tulivyosema, baada ya kutekeleza kusudi la Mungu tunaingia kutimiza, na kusudi la Mungu ni kututumia sisi kuwafanya wengine wakubaliane na mpango wa Mungu, yaani utakatifu. Ndio huo ambao tumeambiwa sasa tukawaambie watu habari, tuwafanye kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuingia kazini, tunapaswa kuingia kwenye huduma hiyo. Baada tu ya wewe kuwa umepata wito huu wa uokovu, basi na maisha yako kumbe tunategemea yao ya utakatifu. Kwa hiyo tunaposema huduma ni nini basi? Tunaposema huduma ni utekelezaji wa wito. Bwana asifiwe.
Huduma ni utekelezaji wa nini? Wa wito kwa vitendo. Huduma ni utekelezaji wa wito kwa vitendo. Unalenga kuwasaidia, kuwatumikia na kuwajenga wengine. Kwa hiyo huduma inalenga kuwasaidia na kuwatumikia na kuwajenga wengine. Bwana asifiwe. Huduma ni utekelezaji wa wito kwa vitendo. Kwa hiyo tunaposema fulani ameitwa, na baada ya hapo anaingia kwenye huduma. Bwana asifiwe. Ndio maana tunasema huduma ni utekelezaji wa wito kwa vitendo. Unaingia sasa kwenye vitendo, unaingia kufanyia kazi ule wito ambao umepewa. Au katika namna nyingine pia tunaweza tukasema hata wito na wenyewe ni wa kipekee kwa mtu mmoja mmoja, si ndio? Lakini huduma inaweza kufanywa na watu wengi wenye karama mbalimbali ili kusaidia wito mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kusaidia katika huyu ana wito, lakini huduma hizo mbalimbali tunaenda kuisaidia ile kazi kuu moja, ule wito sasa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisema kwenye huduma ni utekelezaji wa wito kwa vitendo. Amen. Unawezaje kuijua huduma yako? Somo letu ni wito na utumishi, ambao ni utumishi pamoja na huduma hapo, na tukasema leo tunaangalia kipengele hicho cha wito na huduma na kusudi la kutekeleza na kutimiza mpango wa Mungu. Sasa unawezaje kuijua huduma yako? Wangapi wana huduma hapa kanisani? Wangapi wana huduma? Watu yani hawajiamini kwa wananyoshea hapa. Maanake hamna huduma humu kanisani. Wangapi wana huduma? Wangapi wana wito? Hata wito hamna. Tumesema sisi tunaenda kwenye ule wito wa nini? Wa wote, wito wa wokovu, si ndio? Lakini usije ukasema mimi sina wito. Sawa, kuna ule maalum wa kipekee. Mtu amepewa kazi maalum. Kwa mfano baba yetu mchungaji hapa, yeye ana wito wa nini? Kichungaji, si ndio? Lakini sisi kama wote tunasema tuna wito, tumeitwa na Mungu, tumetengwa na nini? Na dunia, si ndio? Tuna ule wito sasa wa pamoja. Lakini huko mbeleni Bwana akija akisema na wewe, Titus, Bwana wewe tuna Mungu mimi nakuita. Kwa mchungaji wapi huko? Sawa, si ndio? Au kiongozi, si ndio? Na namna nyingine, au mtume. Na kuita Bwana mtume uende nchi za wapi huko, unaendelea kupiga tu injili huko watu wamjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma kila mmoja anayo jamani. Unataka kuniambia hauna? Agnes, una huduma gani? Kama hauijui basi utaenda kuijua hapa. Bwana asifiwe sana. Unawezaje kuijua huduma yako? Na ukishaijua tamani sana kuifanya. Usiache. Kwa sababu ukiacha utadaiwa. Amen? Utafanyeje? Utadaiwa. Ndio hiyo ambayo utaenda kuitolea hesabu pia. Kwamba wewe kuna kitu nilikuwa naweka mzigo ndani yako, lakini mbona ulikuwa ufanyi? Kuna kitu nilikuwa nakuwekea kabisa ukifanya hivi, lakini haukifanyi, unapuuza, unaacha. Na kupitia hicho yawezekana watu mabilioni wangeokoka, lakini wewe hujafanya. Kwa hiyo umenipotezea watu mabilioni, wameenda jehanamu kwa ajili yako. Utatolea nini? Hesabu. Jambo la kwanza, unawezaje kujua huduma yako? Angalia jambo unalolipenda sana kulifanya. Kwenye nyumba ya Mungu, jambo gani ambalo unapenda sana kulifanya? Hiyo ndio huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta hapo mwalimu sangu anapenda muda wote awe na watoto. Hiyo ndio huduma yako baba. Kwa hiyo usiiache, ifanye kwa uaminifu. Nehemia muda wote pale kwenye kinanda. Hiyo ndio huduma yake na yeye, si ndio? Usiache, ifanye kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma hizi zimegawanyika, tutakuja tuone kwenye somo tunavyoendelea huko, zimegawanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni huduma yako ambayo Mungu amekupa, ni utumishi wako Mungu ambaye anatamani umtumikie kwa uo. Kwa unavyokuwa unaufanya unajisikia vizuri. Kwa hiyo anasema angalia jambo unalolipenda sana kulifanya. Hiyo ndio huduma yako. Kwa mfano mama yetu Mama Rose akikuta hapo mbele hapajaeleweka, asipofanya anasikia kufanyeje? Kuumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amepewa na yeye, si ndio? Akifanye. Lakini mimi naweza nikaona nikatamani tu, lakini sio changu nilichopewa, nikaacha tu kwa sababu sio
cha kwangu. Lakini yeye akiona ataona tu hapa pajakaa sawa, ngoja niende niweke. Pini ziko wapi jamani? Hata bana, si ndio Kila mtu anacho cha kwake, lakini mwingine utakuta tu, nitoleaga mfano, kuna siku na mtumishi wa Mungu akaoga anafanya usafi pale nje. Yeye kila siku anamka asubuhi, hakuna anayemuona. Na sio lazima mtu aijue huduma yako, si ndio ukitaka sasa kila mtu aione aone unachofanya sio. Japo ikionekana pia sio dhambi, si ndio sio dhambi. Lakini wewe unakuja asubuhi anafagia. Mimi kaga natoa sifa kwa watu wengine, kumbe ni mtu mwingine amefanya bwana. Sasa siku anakuja kugundua, kumbe ni wewe. Nikasema basi Bwana akubariki. Asipofanya hivyo ajisikii. Hata akapata kalikizo fulani tena hayupo sasa hivi. Alipokuja tena asubuhi huyo anafagia. Sasa hivi hamna mtu, mpaka itokee ni ushemasi wamefanya, wasipofanya basi hapo nje ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaangalia ile jambo unalopenda sana kulifanya, hiyo ndio huduma yako. Lakini pia unawezaje kujua kwamba unawezaje kuijua huduma yako? Unatakiwa uisikilize sauti ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya ndani inaweza ikakuambia. Mungu anasema, si ndio anasema katika namna nyingi. Kwa anaweza akasema na wewe kwa sauti ya ndani kwamba jambo fulani natamani uwe unalifanya. Au tu sio mpaka aseme, kuna amani tu fulani utaisikia unapokuwa unalifanya ile jambo, ile sauti tu ya ndani inakuwa hichi kitu bwana hivi inakuwa inakuelekeza ufanye hivyo. Kwa unapokuwa unaisikiliza ile sauti, basi na ukafanya ile kazi, wewe unaifanyia kazi huduma yako, unaitendea kazi huduma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikilize sauti ya Mungu. Na tukasema Mungu huwa anasema, na anaweza akasema wakati mwingine hivyo kwa sauti ya ndani, lakini anaweza akasema na wewe kwa ndoto, anaweza akasema na wewe kwa maono, na wakati mwingine akasema na wewe kupitia neno. Unavyokuwa unasoma ukaona watumishi fulani wakawa wanafanya hichi kitu, hivi kumbe na wewe na mimi naweza nikafanya hichi kitu ni kizuri sana. Kumbe niwe nakifanya. Unasikia hivyo ukifanya. Kwa katika kusikia namna hiyo ukiendelea kukifanya, hiyo ndo huduma yako, si ndio Na unafanya moyo unapenda. Yaani kila ukifanya unasikia amani, kila ukifanya unajisikia vizuri. Usipokifanya yani unajisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha tatu, kitu kinachokukosesha utulivu au kinakupa usumbufu. Kitu kinachokupa maumivu usipokifanya. Kitu kinachokukosesha utulivu, yani hautulii. Bila kukifanya hicho kitu unakuwa hauna utulivu. Au kinakupa usumbufu. Kitu kinachokupa maumivu, usipokifanya unajisikia vibaya, yani unasikia kuumia. Hivi kweli mimi sijafanya? Hivi kweli? Na wakati mwingine unaweza ukakuta amefanya hata mtu mwingine ulitaka ukifanye wewe. Sasa hapo usije ukaingiza ule wivu mbaya, ule hautakiwi. Ila uumie tu, jamani leo nimechelewa kweli, nitakiwa mimi nifute viti kanisani. Mpaka mchungaji amefuta. Mungu nisamee, si ndio Jumapili ijayo wai, si ndio Kwa nini? Yani kinakukosesha utulivu, yani unakuwa unatamani ukifanye wewe hivyo, yani kinakuwa kinakupa usumbufu usipofanya. Mimi wakati nipo kanisa fulani huko la TAG huko nilipotoka mwanzoni, huduma yangu ilikuwa ni kuandaa darasa la waongofu wapya. Yani nisipofanya hivyo nitaumia, na nikikuta mwingine amefanya sio kwa ubaya, anasema jamani, hivi mimi kweli nimechelewa mpaka amekuja mwingine amepanga darasa. Na darasa ile lilikuwa na uongofu hivi. Unakuta yani mkiwatoa mwaka huu hawa wanaingia hao unakuta 60, 70. Kwa kila Jumamosi mimi huyo nikiingia kwenye kwaya ya CAC, nimemaliza kuimba kwaya pale, naenda kanisani. Naenda nafagia ile darasa, nabeba viti vyangu, naenda napanga. Nikifanya hivyo nasikia amani. Hasa ukiangalia na nyumbani napenyewa kuambia usichelewe kurudi, wahi kurudi. Kwa hiyo mmemaliza ukuta saa 12:30, saa 1 kasoro. Unatakiwa upange viti 60. Lakini nasema siachi. Nikienda nyumbani napigwa, lakini Jumamosi tena nipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakuta yani usipokifanya unakuwa unakosa utulivu, kinakusumbua ndani yako, unatamani tu ufanye. Kwa hiyo ukishaona kitu hicho, ujue kabisa hiyo ndo nini? Huduma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia hapo nafikiri utakuwa umepata sasa, umeshajua. Amen. Umeshapata kapicha kwamba kumbe mimi kitu fulani kinanihusu. Kwa hiyo kumbe natakiwa nifanyeje? Nikifanye kwa ufanisi na nisimwachie mtu. Yawezekana huyo mtu hayupo. Nimetolea mfano wa mpendo wetu ambaye alikuwa anafanya usafi pale nje. Sasa hivi hayupo.
lakini alivyokuwepo alikuwa anakifanya. Kwa hiyo angeamua kulegalega, huyo mtu wa kufanya hivyo hayupo. Kwa hiyo sasa tambua na wewe kwenye hiyo huduma yako, yawezekana mtu wa design kama yako hayupo. Unatakiwa ufanye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapotambua huduma yako kwamba ni hii, usiache kuifanya, ifanye. Kwa sababu kupitia hicho Mungu pia atakubariki. Tutaenda kuona huko tunavyoendelea mbele, tutaona faida za utumishi ndani ya nyumba ya Mungu, ni faida gani ambazo tunazipata. Wewe unaweza ukaona ni kama vile wakati mwingine unapoteza muda, unaweza ukaona ni kama vile mbona wengine hawafanyi, nafanya mimi tu. Lakini kumbe ina faida kubwa sana kwako. Yawezekana inaokoa hata watoto wako, labda kuna kitu kilikuwa kinataka kuwatokea. Kupitia kile unachokifanya Mungu anakumbuka, anaona bora awalinde watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kile unachokifanya Mungu amlinde mume wako, Mungu amlinde mke wako, Mungu alinde familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukitambua huduma yako ni nini, usiache kuifanya. Ifanye kwa uaminifu. Tena ufanye kama unafanya kwa Mungu, usifanye kama unafanya kwa mwanadamu. Amen. Maana mara nyingi watu wanasema kwani kanisa ni langu? Si ni la kwao wao. Hapana, kanisa ni la Mungu. Amen. Kanisa ni la nani? La Mungu. Hakunaga kanisa la mwanadamu, la binadamu wetu ni nani? Hata mchungaji amepewa tu kutuongoza sisi, lakini kanisa ni la nani? La Mungu. Kwa Mungu atakudai wewe, atakwambia. Ndio maana ukisoma Biblia nakwambia pale akasema nilipokuwa kukunilisha, si ndio hamkunivisha, hamkuninywesha, au kuja gerezani kunitazama. Yule mtu anauliza, Bwana, ni wapi ambapo nilikukuta wewe huko uchi sikukuvisha? Ni wapi Bwana ambapo nilikuja wewe ulikuwa gerezani na sikuja kukutazama? Ni wapi ambapo sikukuhudumia? Nasema mlioyafanya wapi? Kule duniani ndio mlikuwa mnanifanyia nani? Mimi. Maana yake huo utumishi wako au hiyo huduma yako ambao umeipata, ifanye hapa hapa. Usije ukatarajia kwamba mbingu itashuka sasa tuoneshwe sasa Mungu ndo amekaa pale kwenye kiti cha enzi, hekalu ndo hilo kubwa sana lina dhahabu na nini na kila kitu, sasa nafanya Mungu kwako hapa. Hapana. Bwana asifiwe sana. Vile ambavyo tumepewa, wale ambao tumepewa watuongoze, hao ndo tunapaswa tuwatii, na hapo ndipo Mungu ameweka kila kitu chake kifanyike hapo. Kwa hiyo una huduma fulani, ifanye kwa uaminifu, ifanye kwa moyo. Fanya kama unafanya kwa nani? Kwa Mungu. Yaani ukifanya hivyo haitokusumbua. Na hata katika kumtolea Mungu wakati mwingine ukifanya kama unamtolea Mungu hautaumia. Kuna wakati mtu unaweza kukuta mtu amepata hela nyingi, hivi kweli natoa ni kwa mwanadamu? Hapana. Unatoa ukijua kabisa hii natoa kwa nani? Kwa Mungu. Isikuumize moyo. Unatoa kwa moyo wa upendo ukiamini kwamba hichi Mungu amenipa mimi na mimi namrudishia. Lakini hata ninavyomrudishia wala hataki stahili, ni kidogo sana, maana Mungu anatupa ni vingi. Si ndio Kwa hiyo tunapaswa kufanya hivyo. Pale ambapo Mungu ametuamini kwenye jambo fulani kufanya, basi tunapaswa kufanya. Huo ndio wito ambao Mungu ametuitia. Ametuitia kuwa watakatifu. Ametuitia tumtumikie yeye katika namna mbalimbali. Tutamtumikia kwa muda, tutamtumikia kwa mali, tutamtumikia kwa vitu vyetu hivyo. Lakini tukiwa wanyimi mbele za Mungu, Mungu atakuwa anashindwa kutuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kuwa hivyo. Amen. Basi niishie hapo kwa siku ya leo. Tutaendelea tena na somo letu siku ya Jumapili. Somo letu la wito na utumishi. Naamini kabisa kuanzia hapo at least umepata kitu ambacho kinakupa wewe kujua basi nini maana ya wito, nini maana ya huduma. Na basi hata huduma yangu ni nini mimi natakiwa niijue na natakiwa niifanye. Bwana Yesu asifiwe sana.